Hello everybody, welcome back. Coach Joram hapa. Sasa nafikiri kila mwanaume alishakuwa kwenye hii situation. Yaani chini kitu ambacho kinakutana mwanaume, kila mwanaume lazima akutane nacho. Kuna dem, kuna mtoto wa kike fulani hivi alikuwa ameshaanza kuwa karibu yako, ameanza kuonyesha interest. Ameonyesha kwamba yes, sasa Joram ni time yako ya wewe kujaribu kidogo tu, ongeza nguvu kidogo tu, mimi nakuwa wako. Si ndio? Kuna dem ule alikwambia push kidogo tu, mimi nakuwa wako. Sasa ime happen kwenye kupush kidogo pale, wakati una push kidogo ukapitiliza zaidi, ukapush sana, ukaonekana unataka sana, ukaonekana kwamba wewe ndio unahitaji sana hayo mahusiano kuliko yeye. Mwanamke kidogo mbona kama nazingua, mbona kama jamaa si sahihi. Yes, sasa hiyo ndio uhalisia. Baadaye at the end of the day umeishia kumpoteza yule mwanamke badala ya kujenga au kubuild mahusiano naye. Sasa hii video nataka nikufundishe vitu ambavyo ukiwa na karibu na mwanamke ambaye unampenda usivifanye. Kwa sababu ya wewe kuzingua, sababu ya wewe kupush too far, ni kwamba kuna vitu ambavyo ukupaswa kufanya ulivifanya. Kwa hii video iko dedicated na hiyo issue. Kwa angalia paka mwisho ugundue makosa yako yalikuwa wapi na ujirekebishe. Okay, sasa point number 1 kabisa ni kwamba ulimsifia sana na sometimes ulitumia mpaka hela kumpata. Of course, sijakataa kwamba usimsifie mwanamke au sijakataa kwamba usitumie hela ili kumpata mwanamke, hapana. Lakini kuna kiwango ambacho unapaswa kufanya hivyo. Especially kwenye swala zima la kusifia kwa mwanamke. Kumsifia mwanamke ni kama sanaa, yani ufanyi tu au msifie ndio kumwambia wewe ni mrefu au ni mzuri au ni mweupe napenda rangi yako ya ngozi. Hapana. Ufanye hivyo, kuna style, kuna namna nzuri ya kumsifia mwanamke ambao itakupa credit bila wewe kuonekana kama unamwabudu au unamsujudia au unamuona kama ni Mungu. Umeona? Kwa wengi tunakosea pale ambako tunakuwa tunasifia mwanamke. Unamsifia too much, sifa zinakuwa nyingi. Sometimes unaandika message ndefu ukielezea uzuri wake na jinsi gani Mungu akukosea kumuumba. Umeshakuwa mbosso, umekuwa mshairi, umekuwa unatunga ngonjera na ballads kumpata tu yule mwanamke. Sasa imefikia stage yule mwanamke ambaye alikuwa anakuchukulia kama labda mko sawa, alikuwa anakuona tila uko bora kidogo kuliko yeye, akaanza kukupenda, at least akaona yes, nimeshapata boyfriend. Anaona kuna mbona kama mimi ni mzuri sana kwa huyo jamaa, hebu ona sifa zote hizo anazonipa. Anaanza sasa kujiona ni malkia, anaanza kujiona ni Mungu mdogo wa kike. Same goes to fedha ambapo yes, mimi sikatai kumchukua dem na kumpeleka kwenye restaurant nzuri akaenjoy life. Sio hiyo inatokea, inapaswa kutokea pale ambako umefanya mwanamke amekufanyia kitu cha maana sana au amekufurahisha, ndio unaona ndio kumreward au unaenda kumpongeza. Lakini wengi wetu au wanaume wengi wanakosea kwenye hili swala, wana use money, wanatumia hela nyingi mno kumpata tu dem ambaye wanaume wengine wake wa zamani hawakutumia hata hizo hela kumpata. Kwa mwanamke anafikia stage sana anaanza kuona mbona kama na style zaidi ya hizi hela huyu jamaa ananipa. Mbona kama mimi ni mzuri zaidi na style kwa na huyu jamaa. Hapo ndipo ulipokosea. Hapo ndipo mtego wako ulipo, kwa sababu ulimsifia sana na ulitumia sana fedha kumpata. Kwa badilika. Okay, sasa point namba 2 na hii ni nzito sana na inaenda kwa wanaume wote ambao wanalalamika kama watoto wa kike. Yes. Kuna wanaume ni washenzi sana. Uko karibu na mwanamke unamtaka, uko karibu na mwanamke unampenda, uko karibu na mwanamke ambaye inabidi uonekane kwamba wewe ndio nguvu, wewe ndio nguzo, wewe ndio mshauri, wewe ndio kiongozi, wewe ndio mtu ambaye ni mwamba, hautatikisika, wewe ndio jamaa ambaye anapaswa kuwa naye. Hakuna jamaa mwingine kama wewe dunia hii. Wewe ndio kila kitu kwake. Na akiwa na wewe anapata kila anachohitaji. Ana protectiwa, analindwa na atakuwa na amani na still wote muongoza yeye na watoto wenu. Lakini eti uko hapo unamlalamikia mwanamke, biashara zangu haziendi, mwanamke fulani kazingua jana kazini, sijui imekuwa hivi na hivi na hivi na hivi, sijui mambo yangu hayaendi, mamangu anaumwa. Ukiwa ni mwanaume ambaye unalalamika kwa mwanamke anayekusikiliza anasikia kutapika, anajisikia vibaya mno. Kwa nini unafanya hivyo? Wewe sio kulalamika, hata ingekuwa aje. Mwanamke anachukia sana mwanaume analalamika. Mwanaume ni kufix matatizo yako kimya. Vumilia. Ukishindwa kuvumilia, mwambie mtu ambaye unamtrust, mtu ambaye unamwamini, ambaye unajua kabisa huyu mtu atanisaidia, atanipa hekima, atanipa direction, ataniambia kipi nifanye. Lakini sio kwa mwanamke, hapana, hata iweje au mke wako au mama wako au nani au mfanyakazi wako,
mwenzako wa kike au rafiki yako, si sehemu sahihi ya kwenda kulalamika. Lalamika kila sehemu, lakini si kwa mwanamke. Andika hiyo chini. Wanawake wanachukia mno, hawapendi mwanaume ambaye analalamika. Inawakera. Anakusikiliza hapo kwa sababu anataka tu awe nice, sionekane na nini, lakini anasema wewe dhaifu. Kitu unamwambia, hiyo ndio sababu wewe mwanamke aliacha sasa kuchukulia serious. Hiyo ndio sababu wewe mwanamke alikudharau, akaamua kumove on. Ukafikiri labda ni kwa vile sikutumia hela nyingi zaidi, ni kwa vile sikumwambia nampenda sana. Hapana, ni kwa sababu ulionyesha udhaifu kwa kulalamika na kucomplain kama mtoto wa kike. Okay, sasa namba 3 tuna move na speed ya light. Ni kwamba umejisahau. Of course, kuna wanafunzi wangu, kuna majamaa tu kadhaa mimi nafanyaga mentorship, nafundisha wanaume jinsi gani ya kufanya hivi vitu ambavyo navifundisha hapa. Sasa kuna majamaa na wafundisha, ni watu wananizunguka, ni marafiki, wengine ni watu wengine wananilipa kabisa niwafundishe. Of course, sasa unakuta umemfundisha mtu kiasi kwamba sasa ameshajua basics, ashaanza kujua kuhusiana na madem na ashaanza kupata some mafanikio, ameanza kuona changes, wanawake wanaanza kuja kwenye life lao, ameanza kuona anapata wanawake kiurahisi. Sasa kosa ambalo wengi wanafanya ni kufikiri kwamba hizi skills au hivi vitu tunavifundisha vina apply pale mwanzoni tu kwenye kumpata mwanamke, ndio huku kwingine uhitaji kabisa, huku kwingine ni free flowing, ni kuteleza tu, hakuna shida. Sasa wengi wanagonga mwamba, wanagonga ukuta, kwa sababu si kweli. Hizi skills mimi nazifundisha ni vitu ambavyo inabidi uapply kila siku, ukiwa nje na ukiwa ndani ya mahusiano. Wengi wanajisahau, wanaume wengi wanajisahau. So lazima skills ambazo unazifundisha paka kwenye relationship, wakati unampata ule mwanamke, kuna vitu ulikuwa unafanya, kuna vitu ambavyo ilikuwa unaviapply kwa ule mwanamke ili yeye akubali, ili yeye akupende, si ndivyo? Sasa umeshampata, umeacha kufanya vile vitu, umeacha kujigroom, umeacha kuoga vizuri, kuvaa vizuri, kuweka nywele zako safi, umeacha kuwa solid, umeacha kuwa na nili, umeanza kuacha kufanya kazi kwa bidii, umeacha umeacha kustruggle, umeacha kwenda gym kufanya mazoezi kwa sababu tayari ushapata. Hii ni unashangani, ni kama downward spiral. Unaanza kushuka chini taratibu mpaka mwanamke anaanza kuona huyu jamaa kumbe alikuwa ananichezea mchezo, huyu jamaa kumbe alikuwa ana play a game, alikuwa ananichezea tu, anakuwa anataka kunijua vizuri. Sasa hivi ameshaanza kupata ambacho amekitaka. Sasa hivi ameanza kujisahau, mimi ngoja niondoke nitafute jamaa ambaye ni yeye. Sasa alikuwa ni igizi. Umeanza kuonyesha kwamba ni masculine, ni rijali, ule uko kwenye mahusiano. Sasa umeanza kurudi kwenye zile tabia zako za zamani ambazo haukuzi abandon. Acha kubadilika, stick, endelea kuwa solid hivyo hivyo. Okay, sasa number 4, like, comment, subscribe. Number 4 ni kwamba unabishana naye. Of course, yes, hii ni classic. Kila mwanaume tayari alishaikuwa victim wa hivi vitu. Ulishakaa ukawaza kwamba wanawake wana hekima kama wewe. Ulishakaa ukawaza kwamba wanawake wana akili, tunawaona, mbona wanasoma, mbona wengine ni marais, wengine ni watu wana influence, ni watu wakubwa. Basi wanawake huenda wakawa na akili, kwa ni sahihi kubishana nao kwenye masuala ya mpira, kubishana nao kwenye masuala ya biashara, kwenye masuala ya mahusiano. Kipi ni sahihi kwenye mahusiano, kipi si sahihi, si ndivyo? Ulishakuwa tempted kuonyesha kwamba yes, unajua mambo, unajua vitu, kuna vitu umejifunza kutoka kwangu, kuna mtu umejifunza kutoka kwa mtu fulani. Sasa huu ndio wakati wako kumuonyesha wewe mwanamke kwamba una akili, unajua mambo, ili akukubali. Umegonga pua bro, umekosea sana. Si kweli, wanawake hawavutiwi na mwanaume anayebishana nao. Pana, ni uongo, ni baradhuli, ni upumbavu. Wewe mwanaume mbona unabishana na mwanamke? Ni kama unamwambia mwanamke, mimi akili zangu na wewe ni sawa. Wanawake wanachukia, wanasikia kutapika ukiwa unabishana nao. Of course ata keep up yeye, anamwambia kwamba yes, na mimi kumbe nina akili, lakini in reality anazidi kudharau na kushushia heshima, kwa sababu hakuna mwanaume mwenye akili timamu anakaa na bishana na mwanamke hata siku moja. Mimi nikishaanza kuona tu mwanamke anaanza kuleta ubishano, sijui si hivi na hivi naondoka, au natafuta kisingizio na chomoka. Story pekee ambazo unapaswa kupiga ukiona mwanamke ni story za mapenzi, story za ngono. Lini utakuja kwangu? Lini nakuja kwako? Unapenda style gani? Vipi unapenda kukunjwa? Upendelei vitu gani? Hivyo la sivyo
kaa kimya, funga mdomo wako, kwa sababu makosa mengi ya mahusiano ni yanatokana na mwanaume kufungua tu mdomo wake, kumsifia sana, kuombea, kulalamika. Ni makosa yanayosababishwa na mdomo. Kwa ukiwa karibu na mwanamke, ni iko advised kabisa kukaa kimya. Una chama kama amdiscuss mapenzi au lini mtakutana, kaa kimya. Hakuna cha maana mnaweza kaongea. Mwanamke hapendi mwanaume ambaye wako naye sawa, anataka ambaye yuko juu yake siku zote. Wewe mwenyewe unajua, kama unabishana naye ni kama unaambia wewe una hekima sawa na mimi, naweza nikaconsider mtu ambaye tuko sawa, kitu ambacho si kweli. Wanawake wanaongozwa na hisia. Wanawake hawezi kutumia akili zao. Hisia ndo mwongozo wa kila kitu, kila maamuzi unaofanya dunia. Wao wenyewe hawajiamini wanaofanya hivyo. Sasa wewe ni nani ambaye unamwamini mwanamke na kiasi cha kukaa na kubishana naye? Ndio nafanya hii emotional kabisa. Nimesha notice wengi wenu makosa ambayo mnafanya ni kubishana na mwanamke. Ni kama wao unabishana na mtoto mdogo, yani hai make sense. Amko hata kwenye same akili haziko sawa. Yani ukae ubishana na mtoto mdogo eti Simba uko na demo wako au rafiki yako, Simba wangepress vizuri pale tungepata ushindi. Mwanaume mtu mzima, pumbavu kabisa. Okay, sasa ya mwisho kabisa ni kwamba unashusha wanaume wengine ukiwa naye. Of course, ako kadems unakataka. Ako kademu unakataka, inabidi uoneshe kwamba wewe ndio bora option, ndio jamaa bora uliyeko. Achana na wanaume wengine. Kwa naturally kuna ile tendency ya wewe kwenda kuwasema vibaya na wanaume wengine ili wewe uonekane ni bora. Sasa ile kwa mwanamke tafsiri yake kichwani kwake, japokuwa hata kuambieni kwamba huyu jamaa shida iko wapi? Huyu jamaa anazingua wapi? Mbona ni insecure hivi? Mbona hajiamini? Kila mwanaume anapaswa kujiamini, lakini wewe ni insecure, wewe ni ujiamini kabisa. Kwa sababu kwa nini hauhitaji kushusha wanaume wengine ili wewe uonekane bora? Mwanaume bora ni bora tu, anajijua na hahitaji kucompete, kuhangaika na hao watu wengine. Kwa si wise, haishauriwi hata kidogo kwa mwanaume kama wewe na mimi kaa na kudiscuss eti ule jamaa wewe unamuone vile, ule jamaa ana tabia za kipumbavu, si yuko hivi na hivi na hivi, ule jamaa si sahihi kabisa, ule jamaa ni cheater. Why bro? Unapiga umbea na mwanamke, what for? Ya nini? Nishakwambia funga mdomo wako. Kosa kubwa mengi ya mahusiano si kwa sababu ya vitu ambavyo mnafanya kwenye mahusiano, hapana, ni kwa sababu ya mdomo wako. Kwa mdomo wako huaga unakosti mahusiano. Unabishana sana, unaongea sana, unaji-express sana, unapiga umbea, unalalamika, unasifia ovyo, unaongea matakataka ambayo hujaulizwa. Exactly. Hiyo ndio sababu ya kwamba kwa nini umeachwa, ndio sababu ya kwamba mahusiano yako yanayumba, ndio sababu ya kwamba kwa nini wewe mwanamke ambaye alishaanza kuona kama unamfaa ameanza kuona ni mshenzi, kwa sababu ni hiyo moja tu kwamba ulijaribu kushusha wanaume wenzako ili wewe uonekane ni bora. Acha ni upumbavu na ni ushenzi. Acha umbea. Ushakaa na wanawake, story pekee ambazo unatakiwa kupiga ni ngono na lini unakuja kwangu. La sivyo kaa kimya. Kuna story wala urafiki na mwanamke. After saying that, like, comment, subscribe. Hiyo energy ilibidi nitoe leo ni kuambia ukweli, kwa sababu wengi hampendi kusikia ukweli. Peace.